A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wapenzi ndugu zangu wa Kiislamu, marafiki zetu, maswahiba zetu, ndugu zetu, wapenzi wa chaneli yetu na Waislamu wote duniani, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada rehema mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napenda leo tuzungumze baina sisi wenyewe kwa wenyewe, tuachane na wale wa upande wa pili katika kuwalingania. Ndugu zangu, maisha ya duniani haya ni maisha mafupi sana, tena ni maisha yenye miaka maalumu ya kuishi katika dunia. Mwanadamu atakayeishi sana katika dunia ni maelezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipotaja umri wa umma wake ni 60-70, kwa maana utakuwa umemaliza hapa umri wako na kinachofuata ni kwenda mwana wa ndani kaburini ili kujibu yale ambayo umeyafanya katika dunia. Ikiwa umefanya mema utakula faida yake, na ikiwa umefanya mabaya utakula hasara yake. Wapenzi watukufu wa Kiislamu, yoyote ambaye katika sisi anasikiliza hii mada ambayo tunayozungumza, ajipime umri aliyokuwa nao. Akishajipimia umri aliyokuwa nao, alafu aweke katika miaka 60, itakuwa amebakisha miaka mingapi? Na asitegemee kwamba ile miaka aliyoishi anaweza akaishi tena. Asitegemee hivyo, kwa sababu sisi wanadamu tumewekewa masharti ya kuondoka katika dunia na kwenda kuanza maisha mapya huko tunapokwenda, lakini maisha hayo hayana mahala pa kuyatafuta wema wake au mabaya yake, isipokuwa yanatafutwa katika kituo kinachoitwa duniani. Watukufu wa Kiislamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuumba sisi katika maisha ya duniani, maisha ambayo historia ya kuumbwa kwetu ukiitazama unaiona ni historia kubwa sana, ni historia ambayo inahitaji mazingatio makubwa sana mpaka uwepo wetu katika maisha haya ya duniani. Lakini tujifunze kwamba katika dunia hii tumekuja kwa lengo la kutafuta pepo, na pepo inatafutwa tukiwa hai katika dunia. Mwanadamu anapoondoka katika dunia hali ya kuwa hajatafuta pepo katika maisha yake, basi jua kula amekula hasara, na huko anapokwenda hakuna atachofanikiwa zaidi ya kile ambacho yeye amekifanya katika dunia yake. Tunapojaribu kusema maneno ya mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammad, ana maneno anasema, ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia ni shamba la kuelekea akhira. Hii dunia hii ni shamba ambalo Waislamu ama wanadamu tunalima ili mradi tukavune vizuri kule maisha tunapokwenda ya akhira. Watukufu wa Kiislamu, maisha duniani ni hadaa sana. Maisha duniani ni maisha ya mpito, sio maisha ya kujimwambafai, sio maisha ya kujisikia, wala sio maisha ya kujiona. Ni maisha ya muda mfupi sana, tena ni maisha ya mpito. Ukitaka kulijua hilo, hembu wewe unayenisikiliza na kunitazama, ukifika nyumbani kachukue picha uliyopiga mwaka 2000. Baada ya ile picha kuichukua, iweke ukutani. Kisha chukua kioo ambacho ukijitazama unajiona, kile kioo nacho kiweke ukutani. Tazama sura yako ya 2000 na sura yako ya sasa 2025. Je, zinafanana? Jawabu utakuta kwamba hazifanani. Sasa kutoka 2000 mpaka 2025 sura zimekataa. Vipi 2025 mpaka 2040? Alhamdulillah. Piga mahesabu, sura zitakuwa namna gani? Hii inaonyesha kwamba wanadamu tunapoishi katika dunia
Kila tunapozidi kwenda mbele ndivyo tunavyozidi kuchakaa, na mwisho wa siku tutarudi katika mwana wa ndani kwenda kumjibu Mwenyezi Mungu nini tumefanya katika dunia. Wasiokuwa Waislamu wanapambana kupigania dini yao, ikiwemo kutaka kuudodesha Uislamu, ikiwemo kutaka kuudhalilisha Uislamu, ikiwemo kama mnavyoshuhudia na kuona kumtukana Mwenyezi Mungu, kumtukana Bwana Mtume Muhammad na kusema vibaya Uislamu. Lakini tumetokea watu tunapambana katika hilo, nasi tunautangaza Uislamu vizuri. Tunapita baadhi ya vijiji, tunakwenda mikoani kutangaza Uislamu kwa hali na mali, japokuwa tunatangaza Uislamu katika shida, katika mazingira magumu sana, katika mazingira ambayo hayana mfano ugumu wake namna ya kuelezea. Wenzetu wanatoa mafungu aina mbalimbali kwa ajili ya kubomoa Uislamu. Baadhi ya nchi zina sapoti kwa pesa vitu tofauti tofauti kwenda kubomoa Uislamu, na hususan katika miji yetu ya kusini. Niwepeni faida Waislamu. Leo kusini ukienda, kuna wazungu wamejazana, wanalala mpaka katika vibanda vile, wanajifunza lugha ya Kimakonde, wanaongea Umakwachi, wanaongea Uwenakwachi, wanaongea Utendachani, wanaongea Balijanelo, lakini wanartadisha Waislamu kidogo kidogo. Ingia YouTube, andika Sheikh Shafi Visi Mzungu, utaona tulivyofanya muhadhara pale Mtwara. Kwa hiyo wenzetu wanapambana sasa kwa ajili ya kupeleka dini yao mbele. Tunapigwa vita nyingi sana, tunapigwa maneno mengi sana, lakini na wenzetu wanajitolea sana kwa hali na mali. Mnaona katika mitandao, mnaona katika social media vile ambavyo Uislamu unavyotukanwa, vile Uislamu unavyonyanyaswa. Lakini kwetu sisi Waislamu bado mapambano ya kupeleka Uislamu mbele yanafanywa na watu wachache sana, na hao wanaowafanya wanafanya katika hali na mazingira magumu sana, kiasi ambacho saa yoyote, dakika yoyote wanaweza na wao kuvua magwanda wakasema wafanye mambo yao mengine. Nani anatakiwa kufanya hili? Ni sisi Waislamu tunatakiwa tufanye. Sisi tumejitolea kwa hali na mali kupambana. Hatuna kazi nyingine zaidi ya hii. Mimi niseme binafsi, mimi sina kazi yoyote zaidi ya hii, ambayo nikiamka asubuhi niko kwenye mitandao, nikilala usiku nipo kwenye vitabu. Kazi yangu ni kumuhami Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kuelezea Uislamu ulivyokuwa bora, na kujibu maswali ambayo Waislamu wanayotoa katika Qur'ani, wanayotoa katika Uislamu. Sana ukiingia Ustadh Shafi Online TV utaona namna tunavyopambana kujibu wale wasiokuwa Waislamu. Mimi nimejitolea na watu wangu katika kufanya hilo jambo, na wewe Muislamu na kuomba usapoti ili tuweze kusonga mbele katika jambo hili. Wallahi nashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yupo ndugu yangu mmoja, baada ya kuona kwamba tuna kilio kujenga mahala ili tuweze kusomesha. Naona watu wengi sana wananipigia simu, wananitumia message, Sheikh Shafi bwana, anzisha darasa la kusomesha, anzisha darasa, ukiondoka wawepo watu wa kuhami Uislamu. Tunaitamani sana hiyo sadaka tujaria, lakini tumeomba nani anaweza akatusapoti akatujengea japo madarasa matatu kwa ajili ya kulifanikisha hilo. Kusomesha tutasomesha, lakini tupate mahala ambapo mtu anaweza kutujengea madarasa matatu ili tuweze kulifanikisha hilo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yupo ndugu yangu, siwezi kumtaja jina, yeye ametuahidi kitu fulani katika hiko inshallah, nasi tunamuombea Mungu inshallah biidhnillah subhanahu wa ta'ala aweze kufanikisha kile ambacho ametuahidi, kwamba yeye katika jukumu hilo la madrasa yeye atafanya kitu fulani. Tunamuombea Mwenyezi Mungu na wale watakaojitokeza katika kulifanya hivyo. Lakini tunatembea mahala mbalimbali, tunakuta misikiti ipo mingi sana, lakini wanafika mahala watu hawana visima. Nalo hilo tunaliombea, wale ambao wana uwezo wa kuchimba visima kwa ajili ya msikiti, madrasa, sehemu za jamii, basi sisi tunazo sehemu ambazo wanataka msikiti au madrasa wanahitaji visima. Wewe tuletee fundi wako, tuletee watu wako, sisi tutampeleka yeye akachimbe iko kisima. Kwa nini? Wama tuqaddimu li anfusikum min khairi tajiduhu inda Allah. Chochote mtachokitanguliza cha khairi mtakikuta mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu
wa Ta'ala. Kwa hiyo vitu hivyo bado vinavihitajika. Madrasa, walimu wa madrasa wanahitajika walipwe. Yupo dadangu fulani alinipigia simu akaniomba nimwandikishie walimu wa madrasa 2 3, nikamwambia inshallah nitalifanya hilo zoezi, na asione kimya, bado nalifanya hilo zoezi na vijana wangu wanalifuatilia kwa umakini kabisa, ili uweze kukutana na walimu wa madrasa hao na uone namna gani utawasapoti. Lakini vile vile wapo watu ambao waliahidi kuchimba kisima mahala, sijawaona tena. Wale jamaa bado wananisumbua wa msikiti, wanataka kile kisima ambacho nimewaahidi, lakini sijawaona wale jamaa tena kurudi kwangu kusema shehe, sasa tuko tayari tukachimbe kwa kisima. Lakini bil asafi shadidi tunatakiwa tusafiri sasa, tuende katika vijiji tukatangaze dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na safari sasa imekaribia. Lakini bado tuna changamoto nyingi sana, tunashindwa kwenda live, kifaa cha live hatuna, bado tuna changamoto za kamera, ingawa kuna ndugu zangu nao wanasema kwamba inshallah biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala watalifanyia kazi. Tuna changamoto za vifaa vya kutangazia dini ya Mwenyezi Mungu, amplifier, speaker, tuna changamoto za maiki, tuna changamoto nyingi za kutangaza dini ya Mungu. Hata mahala pa usafiri ambapo tunatakiwa tusafiri tuende vijijini tukafanye kazi ya Mungu, tunapata shida namna ya kupanda magari makubwa, tunapata shida namna ya kupanda usafiri. Lakini wapo watu ambao mnamiliki hata vistarlet hivi vya milioni 4, milioni 3.5, milioni 5, mnaweza mkafanya jambo hilo na safari yetu ikaenda. Na sisi safari yetu itakavyokwenda, utakuwa unaona Ustadh Shafii Online TV hatua kwa hatua. Tuko hapa, tumepata hiki, tumefanya hiki, leo tunaingia kijiji hiki, tunafanya hiki. Wale ambao wana kanzu ambazo mmezikusanya, tunazihitaji tuende nazo vijijini. Wale ambao wana nguo watoto wao hawavai, tunahitaji basi tuende navyo vitu hivyo vijijini. Lakini kikubwa zaidi, tuna madrasa hapa zinahitaji misahafu, zinahitaji majuzu, zinahitaji vitabu vyote. Sasa unajua ukishakuwa unaonekana kwenye television, katika social media namna hii, basi matatizo mengi ya Waislamu yanakujia kwako wewe. Leo mimi na watu hapa wanahitaji visima, mimi na watu hapa wanahitaji kujengewa madrasa, na watu hapa wanahitaji kujengewa misikiti, na watu hapa wanahitaji misahafu, na watu hapa wanahitaji madrasa. Na ili nalisema kutoka kwenu, na lolote ambaye anaweza kufanya tutamuonyesha kile kitu cha kwake kinapoenda. Kama misahafu utaona tunaikabidhi, kama majuzu utaona tunakabidhi, kama kisima utaona kinajengwa, kama madrasa utaiona inajengwa. Hatua kwa hatua tutakuonyesha, na sio kwamba huamini, hapana. Tunataka nafsi zenu zitulizike kwamba hiki tunachokwenda kukifanya ni kitu cha kweli. Kwa hiyo watukufu wa Kiislamu, maombi na yaomba kutoka kwenu. Tuna safari hiyo inshallah ya kuelekea vijijini biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yupo ndugu yangu mmoja kutoka Msumbiji, wallahi namuombea dua sana kwa nia aliyotia katika kufanya jambo zito kwa ajili ya Allah, na namuomba Mungu katika biashara ambayo anayoifanya, Mungu amkunjulie, pamoja na wale wote ambao watakuja kusapoti dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunahitaji majuzu takriban 1000, tunahitaji misahafu takriban 500 ili kwa ajili kwenda kuigawa katika madrasa. Na kilio kikubwa cha watu ni misahafu, ni gumu sana kupatikana. Afadhali hata majuzuu, ndugu zangu wa taasisi ya Firdaus wale huwa wananipa kina Zaki, kina Swalehe, huwa nikisafiri wananipa majuzuu 600 700. Wanafanya jitihada kubwa sana, na wanaona na wanaamini kwamba kile ambacho kinachokendwa kupewa. Lakini misahafu imekuwa tatizo kwa nayo vijijini, na mtakuwa mnaona kila hatua. Lakini baada hapo niseme misahafu Tanzania imekuwa bei kali sana. Umefika msahafu mmoja mpaka shilingi 7,000 mpaka shilingi 10,000. Majuzu yamefika mpaka shilingi 500. Kwa hiyo utapiga hesabu wewe mwenyewe, utasema nendeni sehemu fulani mkachukua misahafu fulani, mimi nitatoa majuzu fulani, mimi nitatoa. Ndugu zangu wa Kiislamu, wama tuqaddimu li anfusikum min khairi tajidu inda Allah, chochote mtachokitanguliza cha khairi mtakikuta mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tupambanie Uislamu, tufanye kwa kadri ambavyo sisi tunaweza, watakao kuja nyuma nao watafanya. Tufanye kwa kadri sisi tunavyoweza, watakao kuja nyuma nao watafanya.
kiwanja kipo cha kujenga, lakini wajengaji ndio wamekosekana. Kwa hiyo kama watu wapo wanaweza kujenga hata madrasa matatu, mimi niko tayari kusomesha elimu hii ya kupambania Uislamu, ili mradi Uislamu usije ukapotea. Kwa hiyo niwaombe Waislamu, safari yetu ipo inshallah. Yule yeyote anayetaka kudhamini, anayetaka kusapoti, namna tutasafiri vipi, tutaishi vipi, tunakwendaje huko, babul maftuhu, milango iko wazi. Tunawaomba kwenu Waislamu mlifanye hilo. Hawa wasiokuwa Waislamu tuachieni sisi, tunawaweza. Nyinyi tupeni kile ambacho tunachokitaka katika sapota, si tutakwenda kusonga mbele kuutangaza Uislamu kwa hali na mali. Madhila, matatizo, mauzi, matukano tuachie sisi, tuyashayazoea hayo, lakini wewe tusapoti, tukafanye kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Waislamu ambaye ana uwezo wa majuzu, ana uwezo wa misahafu, ana uwezo hidayatul atfali, ana uwezo kitabu cha Safina, ana uwezo kitabu cha Babu al-Mabadiul Fiqhiyya, basi zote tunavihitaji inshallah biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na utaona kile ambacho ulichokitoa namna tunavyokipeleka, na utaona sadaka yako namna inavyofika. Ukitaka kuwasiliana na sisi, utawasiliana kwa namba hapo chini ambazo zinazopita biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ukiwa na shida na Sheikh Shafi, basi utawaambia vijana kupitikia katika namba hiyo kwamba nina shida kuongea na Sheikh Shafi, nao watanipa taarifa inshallah, nitakutafuta, nitazungumza na wewe. Una sadaka yako unataka kutoa, utasema katika namba hiyo inayopita, mimi nataka kuchangia 1 2 3, kisha utapewa namba ya ofisi ambayo ndiyo inayoshughulika na ukusanyaji kwa ajili ya jambo hili la kwenda kumtangaza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Una kisima, una madrasa kujenga, una msikiti, inshallah biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala. Tusapotini haya mambo Waislamu, tuachieni sisi tukafanye kazi ya Allah. Tuna shida na hiyo misahafu, tuna shida na hayo majuzu biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala. Zipo madrasa zinataka kumaliziwa kujengwa, unasema mimi nataka kuona, tutakupeleka. Ziko madrasa zinataka kujengwa, mimi nataka kufanya, tutakupeleka. Tuna shida na maspika, tuna shida na maiki, tuna shida na amplifier, tuna shida na vifaa vya live, ili wakati tunafanya ile mkutano muone live. Kwa kusema haya, watukufu wa Kiislamu, na kuombeeni dua kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili atufanikishe tuweze kulimaliza kwa salama na amani, na tupambanie dini yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mpaka siku tunaingia katika mwana wa ndani. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, summa salatu wassalamu ala Rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallana min kulli ma nurid wa najina min kulli ma nakhaf bifadlika ya latif, bifadlika ya latif, bifadlika ya latif. Rabbi, waja wako tunainua mikono kukuomba wewe. Ulituambia katika Qur'ani tukuombe nawe utatujibu, nasi tunainua mikono, itikia dua zetu. Ulisema uwezi kuitikia dua mpaka tufanye kazi yako. Rabbi, nasi tunatoa kile ambacho tulichonacho kwa ajili ya dini yako. Tunakuomba kwa utukufu wa jina lako la Allah, tunakuomba kwa utukufu wa jina lako la Ar-Rahman, tunakuomba kwa utukufu wa jina lako la Ar-Rahim, tunakuomba kwa utukufu wa jina lako la Al-Malik, tunakuomba kwa utukufu wa jina lako Al-Quddus, tunakuomba kwa utukufu wa jina lako As-Salam, tunakuomba kwa utukufu wa jina lako Al-Mu'min, tunakuomba kwa utukufu wa jina lako Al-Muhaimin, tunakuomba kwa utukufu wa jina lako Al-Aziz, tunakuomba kwa utukufu wa jina lako Al-Jabbar, tunakuomba kwa utukufu wa jina lako Al-Mutakabbiru. Ya Rabbi, muomba mbingu na ardhi kwa muda wa siku 6. Mbingu zimesimama bila nguzo tunazoziona. Hapa tulipo na uwezo kudondoshia kipande cha mbingu, lakini unatustiri kwa sababu wewe ni Sattar. Ulimuumba Adamu akiwa hana baba wala mama, ukamuumba Hawa kutoka kwa Adamu akiwa hana mama, ukamuumba Isa akiwa na mama wala hana baba, ukamuumba Bwana Mtume Muhammad akiwa na baba na mama. Rabbi, uliweza kumnusuru Nuhu zidi ya jahazi, ukamnusuru Yunus katika tumbo la samaki, ukamnusuru Ibrahimu zidi ya moto, ukamnusuru Musa zidi ya majeshi ya Firauni, ukamnusuru Isa zidi ya Wayahudi wasimue, ukamnusuru mtume wetu Muhammad na swahaba wake katika pango. Rabbi, kila atakayesimama na kutoa sadaka yake katika mambo haya, mhifadhi kwa hifadhi ambayo umehifadhia maneno matukufu ya Qur'an. Mstiri kwa stara ambayo umestiria maneno matukufu ya Qur'an. Mlinde kwa lindo ambalo umelindia maneno matukufu ya Qur'an. Asiyekuwa na kazi katika sisi mpe kazi njema, mwenye kazi katika sisi mdumishe katika kazi yake. Asiyekuwa na biashara katika sisi mpe biashara njema, mwenye biashara katika sisi mdumishe katika biashara zake. Anayefanywa husda makazini muondolee maasidi wake, anayefanywa fitna katika kazi zake muondolee mafitini wake, anayefanywa husda katika biashara zake muondolee maasidi wake, anayefanywa fitna katika biashara zake muondolee mafitini
msikitini wake. Aliyekuwa na maradhi mtibie maradhi yake. Hakuna maradhi asiyopona ya Rabbi isipokuwa alisema uzee na kifo. Ya Rabbi, mwenye maradhi yoyote katika sisi mtibie maradhi yake. Hakuna wa kuombwa isipokuwa wewe ya Rabbal Alamina. Ya Rahman ya Rahim, mikono tumenyanyua. Ya Rahman ya Rahim, tunayoyataka wewe wayajua. Ya Rahman ya Rahim, ajitufaa kiyama na dunia. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanallahi biyadihi malakuti kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.